Hujambo na karibu ndani ya JCTV, kini chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu huwa tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Ijumaa, Mei 8, 2026. Tulionayo leo: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezungumza na waandishi wa habari na kuonesha nia yake ya kuendelea na muhula wa 3. Hata hivyo, ameweka wazi kuwa hakutakuwa na uchaguzi mwaka 2028. Ramadhani Kahambu atakujia na taarifa kamili baadaye. Na hatua mpya imefikiwa katika kesi inayomkabili mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya Luteni Jenerali Filemon Yav Irung, aliyekuwa kamanda wa zamani wa kanda ya 3 ya kijeshi. Kuna hayo na mengine mengi, twende sote hadi tamati. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Hatua mpya imefikiwa katika kesi inayomkabili mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya Luteni Jenerali Filemon Yav Irung, aliyekuwa kamanda wa zamani wa kanda ya 3 ya kijeshi. Katika kikao cha jana Mei 7, upande wa mashtaka uliomba mbele ya mahakama kuu ya kijeshi kwamba mtuhumiwa hukumiwe kifungo cha maisha jela. Mwendesha mashtaka anamshutumu Jenerali Yav kwa makosa ya uhaini na kuwachochea wanajeshi kufanya vitendo vinavyokiuka wajibu na nidhamu ya kijeshi. Katika maelezo yake, mwendesha mashtaka mkuu wa FARDC Luteni Jenerali Lukia Bakumi Lishirene aliomba mahakama ithibitishe makosa hayo na kumhukumu mtuhumiwa kifungo cha maisha kwa kosa la uhaini pamoja na miaka 20 kwa kosa la uchochezi wa nidhamu ya kijeshi, huku akisisitiza kutumika kwa adhabu kali zaidi kwa mujibu wa sheria za kijeshi. Kwa upande wake, wakili wa utetezi walikataa kabisa madai hayo, wakisema yanategemea uvumi tu. Walidai kuwa hakuna ushahidi wa kutosha na hivyo wakiomba mahakama imwachilie huru mtuhumiwa. Wakili wa utetezi Carlos Ngwapiti alisema kuwa mteja wake huenda ameingizwa katika njama za baadhi ya maafisa wenzake ambao wakuridhika baada ya kuondolewa kwenye uongozi wa Operation Kivu katika mazingira ya vita vinavyohusishwa na kundi la AFC M23. Utetezi pia ulieleza kuwa kile kinachoitwa ujumbe wa siri unaodaiwa kuwa ushahidi wa uhaini haujawahi kuwasilishwa mahakamani na kwamba mtuhumiwa amenyimwa haki kwa msingi wa madai yasiyothibitishwa. Kesi hiyo inategemea pia madai kwamba jenerali mwingine Peter Chirumwami alidai kugundua ujumbe kwenye simu ya Yav unaodaiwa kutoka kwa jenerali wa Rwanda James Kabarebe, jambo ambalo upande wa mashtaka unalichukulia kama ushahidi wa uhaini. Hata hivyo, upande wa utetezi umekanusha vikali madai hayo. Kosa jingine linadaiwa kutokea pale ambapo Jenerali Yav alimuomba Brigadia Jenerali Evariste Mwelumbu, aliyekuwa kamanda wa Sokola ya 2 Kusini, asijihusishe sana na mapigano ya mstari wa mbele, akidai kuwa ushindi ungehusishwa na Bangala au watu ambao wanasema Lingala, akimlenga gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini Constant Ndima. Baada ya kusikiliza hoja za awali za upande wa mashtaka na wajibu wa utetezi, mahakama kuu ya kijeshi iliahirisha kikao na kuahirisha kesi hiyo hadi Mei 12, ambapo inatarajiwa kuendelea na majibu ya mwisho ya hoja za mawakili kabla ya hatua ya uamuzi. Tuelekee moja kwa moja Kivu Kaskazini. Watu wawili wamepoteza maisha katika purukushani kati ya mzalendo na raia kule Ndoto, Kivu Kaskazini. Kisa hicho kilianza kama mzozo kati ya mmoja wa wanamgambo wa Zalendo na raia mmoja, na baadaye kugeuka kuwa janga huko Ndoto, makao makuu ya groupement ya Walau Uroba katika wilaya wa Likale, Kivu Kaskazini, siku ya Alhamisi Mei 7. Kwa mujibu wa taarifa, chanzo cha tukio kilikuwa ni mazungumzo kati ya mwanamgambo huyo na raia wakati wakinywa pombe pamoja. Wakiwa wamelewa, mwanamgambo huyo alifyatua risasi na kumuua raia papo hapo. Kitendo hicho kilizua hasira kali kwa wananchi wa Ndoto ambao walimshambulia na kumkata kichwa mwanamgambo huyo aliyemuua raia. Wakati huo, wanamgambo wengine wa kundi Uhuru RDC walipojaribu kuwatawanya wananchi waliokuwa na hasira, walifyatua risasi nyingi hewani. Katika purukushani hizo, raia mmoja alijeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi kwenye jicho la kushoto. Alikimbizwa katika kituo cha afya cha Ndoto
kwa matibabu. Tukio hilo limesababisha vifo vya watu wawili na majeruhi mmoja aliye katika hali mbaya. Pia lilisababisha kusimama kwa shughuli katika kituo cha mitihani ya kitaifa huko Ndoto. Kutokana na milio ya risasi, wanafunzi, viongozi wa elimu na wakazi wengine walikimbilia msituni kuhofia huenda ni shambulio la kijeshi, ila wote walirudi kijijini humo jioni ya siku hiyo. Miili ya marehemu wawili ilizikwa Alhamisi jioni kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo. Ijumaa asubuhi, hali ya utulivu wa tahadhari imerejea Ndoto kulingana na kiongozi wa muda wa kundi la Waloa Uroba, Barthelemy Mulengezi. Amesema shughuli zilizokuwa zimesimama Alhamisi zimeanza kurejea polepole na wanafunzi wa mwisho wa masomo pia wameenda kwenye kituo cha mtihani. Ameitaka jamii yote kudumisha utulivu na kuepuka uchochezi wowote ili kulinda amani katika eneo hilo la Walikale. Kwingineko ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezungumza na wanahabari na kuonesha nia yake ya kuendelea na muhula wa 3. Hata hivyo ameweka wazi kuwa hakutakuwa na uchaguzi mwaka 2028. Ramadhani Kahambwe na taarifa kamili. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alihutubia mada kadhaa kuu za kisiasa Jumatano Mei 6, 2026 huko Kinshasa, wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa kando ya siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Miongoni mwa mambo muhimu zaidi, mkuu wa nchi hakuondoa uwezekano wa muhula wa 3, huku akisisitiza dhamira yake ya kipaumbele kwa utulivu wa nchi. Felix Tshisekedi alitaka kufafanua msimamo wake kuhusu swala nyeti la urithi wa uraisi. Sitafuti muhula wa 3, lakini nawaambia ikiwa wananchi wanataka niwe na muhula wa 3, nitakubali, alisema. Hata hivyo, alisisitiza lengo lake kuu, kurejea kwa utulivu na heshima kwa DRC. Alisema ni ngumu nchi kufanya uchaguzi wakati mashariki ya nchi hali sio nzuri. Si on ne peut pas terminer cette guerre, kama tutaweza kumaliza vita hivi, bahati mbaya hatutaweza kuandaa uchaguzi mwaka 2028. Na sio kwamba nimekataa kuandaa. Uwezo upo na tunaweza tukafanya hivyo. Lakini hatuwezi tukaandaa uchaguzi huo bila Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Naamini mtakubaliana nami. Vipi tunaweza tukaandaa uchaguzi huo? Hebu jaribuni kuangalia katika nchi ya Ukraine. Hivi sasa ni takriban miaka 2 toka wahairishe uchaguzi huo. Na dunia nzima iliamini kwamba Rais Zelensky hawezi kuandaa uchaguzi huo. Na ni kweli. Vipi ataweza kuandaa uchaguzi huo wakati nchi yake iko kwenye vita? Hivyo basi, pale wanapofika kunituhumu kwamba mimi ndiye ninayesababisha vita hivyo kama wanavyosema, najaribu kujiuliza, tuko katika dunia gani? Vipi mimi ninaweza nikafanya vitu kama hivyo? Upande huo niwe ng'ambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vile vile kwenda upande wa Rwanda na kuambia kwamba wao ndo wanakuja kutuvamia. Vipi ninaweza kufanikisha vita hivyo? Mkuu wa nchi pia alizungumzia zana yake ya jukumu la uraisi, ambalo alisema linazidi muda wa mamlaka. Jukumu ambalo Wakongo wamenikabidhi sio kuacha katika kile ambacho nitakachokifanya wakati wa mamlaka, lakini kuandaa vizazi vijavyo, alielezea. Alisema alitaka kufanya kazi ili kurahisisha kazi ya mrithi wake, akithibitisha kujitolea kwake baada ya majukumu yake. Nitajitenga kwa ajili yake. Nitamfanyia heshima yote anayostahili, lakini nitakuwa pale katika kivuli tayari kutumikia wakati wote anaponihitaji. Akihutubia mijadala kuhusu katiba, Felix Tshisekedi aliweka kauli mbiu za kisiasa na wafasi wake katika mtazamo. Kulingana naye, misimamo hii ni sehemu ya mjadala wa kidemokrasia na hupaswi kutafsiriwa kama misimamo rasmi. Wafasi wangu ni jambo la kawaida kabisa kwao kujigamba na kuendelea hoja zao kwa kauli mbiu. Tusitilie maanani hilo, ni swala la mjadala, alisema, akiamini kwamba matamshi haya ni sehemu ya kawaida katika siasa.
Na kuhusiana na kauli ya Rais Felix Tshisekedi kuhusu muhula wa tatu, kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Fayulu ametoa leo tuhuma nzito sana dhidi ya rais huyo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, alidokeza wazi kuwa kuendelea kwa mzozo wa kivita mashariki mwa nchi kunaweza kuwa kisingizio cha kuahirisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwaka 2028. Kwa kuhoji hadharani ni nani hasa wanaonufaika na vita hivyo, kiongozi huyo ameashiria kila anachokiona kama kukosekana kwa nia ya kisiasa ya kumaliza mapigano, wakati mamilioni ya wakongomani wakiendelea kukimbia vita au kuishi chini ya udhibiti wa wapiganaji. Pia aliomba jumuiya ya kimataifa kuhakikisha utekelezaji wa azimio namba 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo anasema halijatekelezwa ipasavyo na limebaki kama maandishi yasiyo na matokeo. Kwa mujibu wa Fayulu, matamshi ya mkuu wa nchi katika mkutano wake na waandishi wa habari wa tarehe 6 Mei yanaondoa shaka yote kuhusu nia yake. Anadai kuwa Tshisekedi anatafuta kubaki madarakani kwa gharama yoyote, hata kama hiyo haitamaanisha kuiachia nchi zame zaidi kwenye mgogoro wa kiusalama badala ya kutimiza ahadi zake za kikatiba. Na mwishowe kabisa, shughuli za masomo zimesitishwa kwa muda wa siku 2 huko Biakato katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri baada ya shambulio la kundi la wanamgambo wa Kiislamu ADF lililotokea Alhamisi Mei 7 na kusababisha vifo vya angalau watu 14 kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali. Uamuzi huu umechukuliwa na viongozi wa kitengo cha elimu na uraia upya EDUNC cha Mombasa ya pili ili kuruhusu jamii ya elimu kuungana na familia zilizofiwa na kuonyesha mshikamano wa majonzi. Kwa mujibu wa vyanzo vya elimu vya eneo hilo, miongoni mwa raia takriban 10 waliouawa katika shambulio hilo wamo pia wanafunzi 2. Michelle Nisapango, mkuu wa kitengo cha EDUNC Mombasa ya pili kinachosimamia shule za eneo la Makeke Mayuano, Some kusini mwa Mombasa, ameeleza kuwa hatua hiyo inahusu tu kituo cha elimu cha Biakato. Hatua hiyo imechukuliwa katika hali ya hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Biakato, ambapo familia kadhaa zinaendelea kukimbia eneo hilo baada ya shambulio hilo. Shambulio katika eneo la Lalia lilisababisha taharuki kubwa, huku nyumba kadhaa zikichomwa moto na shughuli za kiuchumi kusimama kabisa katika mji huo wa usultani wa Babila Babombi. Wadau wa elimu na jamii sasa wanatoa wito wa kuimarishwa kwa usalama karibu na shule na maeneo ya mijini ya Mombasa, wakati mashambulio ya ADF yakiendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya jamii na masomo katika sehemu hiyo ya Ituri. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.